Baada ya mapigano kuanza siku ya jana kati ya Irani, Israeli pamoja na Marekani kuishambulia Irani, hatimaye mapema leo Irani imeanza kuvishambulia visima vya mafuta vya nchi za Kiarabu zinazoshirikiana na Marekani na Israeli. Wakati watu wengi wakitarajia kuiona Irani ikishambulia kambi za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati na miji ya Israeli, leo Irani imekuja na mbinu mpya ambayo kimsingi inakwenda kuathiri uchumi wa dunia moja kwa moja, ambapo hivi sasa inaendelea kushambulia visima vikubwa vya mafuta Mashariki ya Kati, huku ikiripotiwa kwamba Irani imeshambulia visima vya mafuta nchini Saudi Arabia tangu jana. Kinachotokea hapa sio tena mzaha, bali ni vita ambavyo huenda vikapelekea ukanunua kwa shilingi 10,000 kama sio zaidi ya hapo. Nchi zenye hazina kubwa ya mafuta hazina wataalamu wa kutosha wa kuzisaidia kuchimba na kuvuna mafuta. Nchi zenye hazina kubwa ya mafuta hazina wataalamu wa kutosha wa kuzisaidia kuchimba na kuvuna mafuta yake. Ni Marekani na Korea Kusini ndizo nchi zinazotegemewa zaidi, kwani zina wataalamu wa kutosha wenye ujuzi wa kufanya kazi hiyo, ambayo kimsingi itachukua miongo kadha wa kadha kukamilika. Hii ni sawa na kusema Irani sasa imeanza operation ya kuitia dunia katika hali mbaya ya kiuchumi kwa miongo kadha ijayo, huku yenyewe ikiwa na wataalamu wa kutosha na hazina ya kutosha ya mafuta. Kwa lugha nyingine, Waarabu wakipoteza uwezo wa kuzalisha mafuta, dunia italazimika kuongea na maruani, kwani njaa haina rafiki wala adui. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anasubiri kupigiwa simu kupendekeza kwamba ni nani aiongoze Irani baada ya utawala wa Ayatollah kuangushwa usiku wa kuamkia leo. Trump amesema hayo akihojiwa na chombo cha habari cha Marekani baada ya kutangazwa kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei. Kauli ya Trump ni dhahiri kwamba tayari kuna mipango ya utawala mpya ndani ya Irani, na mara nyingi mipango ya aina hii huhusisha usaliti. Unaweza kukuta kuna majenerali wa Irani tayari wameshalisaliti na kupanga safu zao kwa ajili ya kuunda serikali mpya tiifu kwa Israeli na Marekani, kama ilivyotokea Venezuela. Hii ndiyo inaitwa michezo ya kikubwa. Baada ya jeshi la Irani kutangaza kulipa kisasi kwa kuwapiga washirika wa Marekani kwa kitendo cha kumuua kiongozi wao mkuu, sasa Rais Donald Trump ametoa onyo kali kwa kusema Irani inatangaza tu kwamba watafanya shambulio kali sana leo, kali kuliko walivyowahi kufanya hapo awali. Ni bora wasifanye hivyo hata hivyo, kwa sababu wakifanya tutawapiga kwa nguvu ambayo haijawahi kuonekana hapo awali. Asante kwa kunisikiliza kuhusu swala hili, amesema Rais wa Marekani Donald Trump.